wakati tunasikia neno la Bwana. Gwenda ite jihori na rudira na ite itali ado. Kwa nimeona viti imejaa. Kwa gari amoja mwikire tegwe kigo kia Ngai. Hivyo wale wako nje waingie tusikie neno la Bwana. Tado kigo kia Ngai ndio thamaki. Sababu neno la Bwana ni ufalme. Mwana ku Yesu ni mwathani. Kwa Yesu ni Bwana. Ni ajikite maundu mega na ndina gikeno kihonokio. Nitenda mambo mazuri na niko na furaha ya wokovu. Nindirakenerera uhonokio wa muthenya wa umuthi. Furahia wokovu wa siku ya leo. Tondu nindiramenya ati Ngai ni tha njiguiriire. Unajua ni rehema Bwana. Na Ngai ndiate matigari ma muthenya wa umuthi. Amekuwa na amenifanya mabaki ya siku ya leo. Ni ti kwagirira ona hanini. Kwa sababu ninafaa hata kidogo. Na rĩrĩa andũ arĩa magĩire mangĩatire gũcagũrwo nĩ ndingĩacagũrirwo. Wakati watu ambao walikuwa wanafaa kuchaguliwa nisingechaguliwa. No nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo ũtugi wa Mwathani. Kwamba rehema za Bwana ndio zinafanya nisimame tafakari. Nĩ kũrĩ na ũndũ ũmwe ngoretwo ngĩcũrania kana ngĩciria. Na nikifanya study kuhusu hiyo kitu. Na ngakorwo ngĩka ũthuthuria nĩ tondũ wa ũndũ ũcio. Kitu ambayo inaitwa mwangaza. Kĩndũ gĩtagwo ũtheri. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. Pia huwa inasema ya kwamba kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ. Mungu aliumba ulimwengu. Ngai ũrĩa wombire igũrũ na thĩ. Mungu aliumba ulimwengu. Ngai ombire igũrũ na thĩ. Na Biblia inasema na kukawa kukona giza katika ule ulimwengu. Na gũgĩkorwo kwĩna nduma thĩinĩ wa thĩ. Mwathani arogocwo. Lakini baadaye akasema na wacha kuwe na mwangaza. Na thutha-inĩ akiuga rekei kũgĩe na ũtheri. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. Hata kama kulikuwa na giza ilikuwa imefunika ulimwengu. Na koguo no ngorwo nĩ kwarĩ na nduma yakunĩkĩte thĩ. Kwa maneno ya kinywa chake akasema na wacha kuwe na mwangaza. Na ciugo cia kanua gake akiuga reke kũgĩe na ũtheri. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo katika maisha yetu kuna mahali tunafika na kunakuwa na giza. Na koguo thĩinĩ wa mĩtũrĩre. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. Kwa sababu Yesu ndiye mwanga. Kwa hiyo wakati tumepokea Yesu katika maisha yetu. Na koguo hĩndĩ ĩrĩa twamũkĩra Jesũ thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Yesu aingie. Reke ũtheri na niwe Jesũ aingĩre. Na kama vile wewe unajua. Na ũtorĩ inyuĩ mũĩ. Ukitoka safari ukiingia kwa nyumba yako kukiwa na giza. Ũngiuma thabarĩ ũingĩre nyũmba yaku kwĩna nduma. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Amen. Na uguse switch ya stima kwako kwa nyumba. Na uhutie switch ya thitima gwaku nyumba. Giza haiwezi kastahimili, huwa inaondoka. Nduma ndĩtiragia rĩngĩ no kwehera yehera. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo giza ambayo iko katika maisha yako. Na koguo nduma ĩrĩa yothe thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Yesu akiingia. Jesũ aingĩra. Lazima giza itaondoka. Nduma ĩyo no nginya yume. Na mwangaza utatawala. Na guo theri utawale. Bwana awabariki. Mwathani amũrathime. Amen. Amen. Tupigie mchungaji makofi. Na twĩtĩkĩrie ũtheri wĩke atĩa? Ũtũcangarĩrĩre. Atukubali mwangaza utuangazie. Nduma ĩrĩa yothe ĩkoragwo mũtũrĩre-inĩ rĩ. Sababu giza ambayo iko katika maisha. Ya mĩtugo na mathĩna rĩ. Ya tabia na shida. Ndĩngĩninwo nĩ kĩndũ kĩngĩ. Haiwezi kamalizwa na kitu kingine. No kũreka ũtheri ũke. Ni kukubalisha mwanga uingie. Tũrenda kwaria kiugo kĩa Ngai. Tunataka kunena neno la Bwana. Onokorwo nĩ ndĩraigua mwĩrĩ wakwa ũtarĩ biũ biũ. Hata kama ninahisi mwili wangu kama hauko sawa. Na tondũ nĩ ndĩroĩ pastor hota gũkorwo atarĩ kuo nĩ ndĩrahoire Mwathani ahe kiugo. Na kwa sababu hakuwa naona kama nitakuwa, aliomba Mungu ampatie neno. Na ndagĩtĩkia Mwathani nĩ ekũhe hinya. Na ninaamini Bwana atanipa nguvu. Nĩnda kwaria kiugo kĩraiga the kingdom of God in the world. Nataka kunena neno la Bwana ambalo linasema ufalme wa Mungu katika dunia. Ũcio ũngĩ ũmwĩre ũthamaki wa Ngai thĩinĩ wa thĩ. Ambia mwenzako ufalme wa Mungu katika dunia. Nĩ ũkũmwarĩria ũmwĩre ũthamaki wa Ngai thĩinĩ wa thĩ. Mwambie ufalme wa mbinguni katika dunia. Ndio tole masaka yako ya kwa muthoni nĩ ndahutiri hanini ũhoro wa ũthamaki. Na wakati tulikuwa maombolezo kwa mama Gathoni muthoni niliguzia kidogo. Na ndio kwa Mwathani agĩthiĩ na mbere na kũnenehera ũhoro wa ũthamaki. Na nilipoenda nyumbani Bwana akaendelea kunenea kuhusu ufalme. Mwathani arogocwo. Tondũ ũhoro wa mani atĩ tũrĩ ciana cia ũthamaki. Kwa sababu ukweli sisi ni wana wa ufalme. Na tũrĩ thĩinĩ wa ũthamaki. Na tuko ndani ya ufalme. Na maita maingĩ tũtikaraga ta ciana cia ũthamaki. Lakini wakati mwingi hatukai kama watoto wa ufalme. Na tũtikaraga ta andũ me thĩinĩ wa ũthamaki. Na hatukai kama watu wako katika ufalme. Na Mwathani no ende tũikare ta andũ me thĩinĩ wa ũthamaki. Na Bwana anataka tukae kama watu ambao wako katika ufalme. Na Mwathani no ende tũrĩine. Na Bwana tũthamake
wake. Anaweza penda tutawale. Kwa sababu alituumba tutawale. Bwana Yesu asifiwe. Na ukisoma maandiko mamwe matwiraga we are kings. Na ukisoma maandiko mengine inasema sisi ni wafalme. No maitamaigito tulifaga like kings, tulifaga like servants. Lakini mara nyingi hatukai kama wafalme, tunakaa kama watumwa. Kwa hivyo shetani ametufinyiria kwa njia mingi. Naomba tunasoma katika kitabu cha Marko 16. Mathayo 16, sorry. Mathayo 16, pole. Mstari wa 28. Mstari wa 28. Mathayo 16. Mathayo 16. Mstari wa 28. Mstari wa 28. Biblia iraga atiriri. Biblia inasema, ngumwira atiriri nama. Mwambia ati andũ aya marongi haha nĩ harĩ amwe ao matagacama gĩkuũ ona atĩa, matambĩte kuona mũrũ wa mũndũ agĩũka ena ũthamaki wake. Tuthi 17, Mathayo 17 ni continuation ya hau. Mathayo 17 ni kuendelesha. Ikaigana kamuharikia mwe na matuko matandatu mathirarĩ, Jesu agĩtwara Petro na Jakubu na mũrũ wa nyina Johana akimakinyia kĩrĩma-inĩ kĩraya handũ hatarĩ andũ, na hau mbere yao akĩgarũrũka ũrĩa ahanaga, na ũthiũ wake ũkĩara ta riũa, nacio nguo ciake ikĩerũha o ta ũtheri. Na rĩrĩ makiumĩrĩrwo nĩ Musa na Elija makĩaranĩria nake. Nake Petro agĩcokia ũhoro akĩra Jesu, Mwathani, nĩtwagĩrĩirwo nĩ gũikara gũkũ, ũngĩenda-rĩ nĩ gwaka ithũnũ ithatũ gũkũ, kĩmwe gĩaku na kĩmwe kĩa Musa na kĩmwe kĩa Elija. O akĩaragia-rĩ, hagĩũka itu rĩkengu rĩkĩmahumbĩra na atĩrĩrĩ, mũgambo ũkiuma itu-inĩ ũkiuga atĩrĩrĩ, ũyũ nĩwe mũrũ wakwa ũrĩa nyendete mũno, nĩngenagio mũno nĩwe, mũiguagei. Bwana Yesu asifiwe. Ndikane mwaigua ciugo icio. Kama mmesikia hayo maneno. Marko 16 mstari wa 28 igithira harĩa-rĩ. Mathayo 16 ikimalizia. Yesu apakuharĩria arutwo ake atatu. Yesu ameanza kuandaa wanafunzi wake watatu. Abenda kumaharĩria marĩ othe. Alianza kuwatawalisha watu wote. Katikati yenu nĩ kũrĩ amwe matagacama gĩkuũ, na wengine ambao hawatakufa. Mateoneire ũthamaki wa Ngai. Kama hawajaona ufalme wa Mungu. Aliingia kumera ũguo. Alipowaambia vile, acio aigaga gatagatĩ-inĩ kao nĩ harĩrĩ. Wale ambao walikuwa nasema katikati yenu wako. Akĩmacagũra atatu, Petro, Johana na Jakubu. Na Yohana na Yakobo. Akĩmatwara kĩrĩma-inĩ. Akawapeleka katika mlima. Na tutanakĩra hau-rĩ. Na kama hatujapita pale. Bwana nĩarandutaga atĩrĩrĩ. Bwana alikuwa ananifunza. No tũkorwo twĩ kanitha-inĩ ta ũyũ. Tunaweza kuwa kanisani kama hii. Na ithuothe tũrĩ ahonoku. Na sisi zote tumeokoka. Na ithuothe nĩ tũrĩ ũira. Na sisi zote tuna ushuhuda. Bwana nĩarogocwo. Bwana apewe sifa. No nĩ kũrĩ amwe aitũ. Lakini kuna wengine wetu. Malisomaga kana marĩonagĩra ũthamaki wa Ngai mĩtũrĩre-inĩ yao. Watakuwa wanaona ufalme wa Mungu. Nĩ kũrĩ amwe Ngai arĩonanagia ũthamaki wake nĩ kuuga atĩ thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao. Kuna wengine Bwana atadhihirisha. Na nĩ kũrĩ angĩ marĩkoragwo kuo nĩguo. Na kuna wengine watakutwa nayo hapa. Ũthamaki wa Ngai ndio marutagĩra wĩra. Lakini ufalme wa mbinguni hauwafanyi kazi. Bwana nĩarogocwo. Tondũ aya marĩ 12. Kwa maana wale walikuwa 12. Bwana akĩmera gatagatĩ-inĩ kanyu. Bwana akawaambia katikati yenu. Kũrĩ andũ matagacama gĩkuũ. Kuna wengine ambao hawatakufa. Matonetio ũthamaki wa Ngai. Kama hawajaona ufalme wa mbinguni. Agĩcoka kuuga ũguo-rĩ. Na alipomaliza kusema vile. Agĩcagũra Jakubu. Akachagua Yakobo. Agĩcagũra Johana. Akachagua Yohana. Agĩcagũra Petro. Akachagua Petro. Akiuga atĩrĩrĩ rĩngĩ na ngoro yake na meciria make. Akasema kwa moyo wake na fikira zake. Kuonia ũthamaki wa Ngai nĩ hawa ndio nitawaonyesha ufalme wa mbinguni. Jesu agĩcagũra ũguo-rĩ. Yesu akichagua vile. Nĩ kũrĩ na kĩndũ onete thĩinĩ wa Johana. Kuna kitu alikuwa ameona katika Yohana. Yohana. Na thĩinĩ wa Petro. Na alikuwa ameona katika Petro. Na thĩinĩ wa Jakubu. Na akaona katika Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Na akiaga kũrĩa
na ameyakosa kwa wengine, akiwachagua na kile nilikuwa naona alipoenda mlimani walistuka sana, akawaambia hayo mambo huwa mnaona usianene kama sijakufa, lakini nikifa kuna ruhusa ya mimi Yesu aliona katika ni wangapi wanaweza akawapeleka katika mlima. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe mwingine umwambie ufalme wa Mungu na ni watu ambao wanaonekana anaweza pata ndani. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza pata ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema akimwatwara kirema-inĩ akawapeleka kwa mlima kwa mlima. Kuna mambo yalianza yale Mungu alikuwa anataka kuonyesha ambayo ni dhihirisho Bwana Yesu asifiwe. Mungu apendi ufalme ukae juu. Mara nyingine Mungu anataka ufalme ukae. Tunanena kuhusu ufalme wa Mungu. Biblia inasema wakati alikuwa semeni Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, kwa sababu Bwana hupenda ufalme wako ukuje kwa watu wako. Bwana Yesu asifiwe. Angalia Bwana na ufalme wa Mungu usikae kama hujakuja. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kuomba. Na ni vizuri kutamani ufalme wa Mungu uje. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ufalme wa Mungu umekuja, watu wao wanahisi nguvu za ufalme. Mwambie mwenzako kuna nguvu za ufalme. Mwambie kuna nguvu za ufalme. Jambo moja ya ufalme ni kitu ambacho inaitwa utawala. Hakuna ufalme bila ufalme. Hakuna ufalme kama hakuna Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo unaleta katika maisha yako, ufalme wa Mungu unafanya kazi gani? Kunakuwa na utawala. Hakuna kugandamizwa. Ufalme wa Mungu ukija, kunakuwa na mamlaka kwa maroho hayo. Bwana Yesu asifiwe. The kingdom of God is powerful. Ufalme wa Mungu ni una nguvu. Bwana Yesu asifiwe. When the kingdom of God is manifested, wakati ufalme wa Mungu unadhihirika, when the kingdom of God was manifested, wakati ufalme wa Mungu ulikuja wakati wa Yesu, wakiwa katika ufalme kuna mambo yalitendeka, na yale mambo yalitendeka dhihirisha ya kwamba hayakuandikwa kwa sababu ya kama ni Petero kwa sababu Yesu aliwaambia wanyamaze ili wakufe. Alikuwa anajua kifa. Hayo mambo tukiambiwa kuna mambo yatafunguka. Neno la Bwana linasema jambo la kwanza lililotendeka, kulikuwa na mabadiliko ya
inasema Jesus clothes changed into white. Biblia inasema mavazi ya Yesu ikabadilika And that signifies holiness. na hiyo inasimamia haki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa odamaki wa gai wa kale. Ufalme wa Mungu ukija, mambo hubadilika. Kwa sababu Yesu akiwa imani sibadilike sikawa hoi. Na hoi kinasimamia haki. Hakuna ufalme ambao kama haukutokea haki. Otile na odama kiwa haki. Otale moda. Bwana Yesu asifiwe. Na kile sio ufalme. Uondoke katika kanisa leo. Kwa sababu hakuna haki. Katika kanisa ya leo. Watu wanawasalena vile wanataka. Watu watakaa vile wanataka. Watu wanaendalia. Watu huchukia wengine. Watu unena vibaya. Kwa hivyo ndio inashuhudia ufalme wa Mungu uje. Kwa sababu ufalme wa Mungu ukija, tabia zinabadilika. Vile mtu anatenda mambo hubadilika. Wananyorosho. Wakalie mwambie. Akiwa unachekenya na huo unachekenya, ufalme haujakuja. Kwa sababu ufalme ukija, mambo hubadilika. Bwana apewe sifa. Wakalie mwambie. Akiwa mlikuwa unakunywa pombe na leo unasisi kama utakunywa kidogo, ufalme wa Mungu haujakuja. Kwa sababu ufalme ukija, kiu yote inabadilika. Ukiwa na kiu ya pombe na sigara, inakuwa kiu ya haki. Na haki kama vile Daudi husema, hakuna kitu naonea kiu kama ufalme wa Mungu. Mungu nakuonea kiu kama vile hayara huona kiu ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Wangalia tabia zilibadilika. Haki ilikuja. Kwa sababu hakuna ufalme kama hakuna haki. Wakati ufalme umekuja, wakinyaoke na odheru. Kwa ndogo za maki wa dhamaki. Nemo derukai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana nyorogoshe. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. When the kingdom reigns, wakati ufalme unatawala, it turns to a builder of the kingdom, reformer of our lives. Okay, odhamaki wakare, wadhamakare. Ufalme ukitawala, utuakagera odhamaki, unatuchekea ufalme. Wametolera reformed, metolera methodeke. Wa maisha ambayo imebadilika. Haleluya, yukane muranyita. Sijui kama mnasikiliza. Odhamaki ukiokomoze. Ufalme ukija leo. Togediga dewa gayo ya watende. Hautaniacha nikiwa wangu. Bwana Yesu asifiwe. Nani tuone ni kwa kuadira akole. Kwa sababu nilichekwa na mwenyo. Siwezi chekwa na siku moja. Ndugia kuona mwenyo. Hauwezi chekwa na siku moja. Lakini uchekwa na siku moja. Kwa sababu wakati unakuja kubadilisha utolera wa kwa hivyo unaenda ukichekwa. Na kwa leo ulikuwa unachekea, lakini kesho utachanganya. Bwana Yesu asifiwe. Amani haungefanya Mungu. Ulikuwa unahisi uchungu. Bali Mungu akutengeneza. Unakuwa katika ufalme huu. Hakuna kitu ambacho huwezi kupewa. Kwa sababu umefanyiwa Mungu na kasi. Tondũ mũthamaki woka ũtũmaga tũtawale na ũtheru. Mwangalie muulize. Ni wapi umebadilika? Kuna mahali umebadilika. Muulize kuna mahali haijabadilika. Kwa sababu kuna mahali haujabadilika. Ufalme uje. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Biblia iwagatire. Biblia husema Paul before meeting Jesus. Paulo anasamania na Yesu. Paulo kabla hapatane na Yesu. Before allowing the kingdom of God to reign in his life. Kabla ya kuambia kubadilisha utawala wa Mungu utawale ndani yake. He was a persecutor and a destroyer. Alikuwa ukaangalia kanisa na akadestroy. Persecutor na kunyalia ukakia. Usio ni Paulo utasamanete na odhamaki. Huyo ni Paulo hapa hajakutana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. But when he became in the kingdom, lakini wakati alija katika ufalme, and when he allowed the kingdom
He turns into a builder of the kingdom and a reformer of lives. Hallelujah. Atogana na Yesu. Akakutana na Yesu. Unamaki wa gayo kekera ndani. Ufalme wa Mungu ukaingia ndani yake. Akituweka mondo wa godekaga. Akawa mtu wa alikuwa na haribu kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Arabuka ya kanisa. Alikuwa na haribu kanisa. Akiendelea kuwaka. Akaanza kujenga. Ametorera yako. Alikuwa na haribu maisha ya watu. Ametorera yako. Akaanza kujenga maisha ya watu. Mondo wake ametorera yako. Hakuna mtu alijenga maisha ya watu. Kama Paulo. The kingdom of God. Kwa sababu alikubalisha ufalme wa Mungu. Utawale maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Mrata wako umorie. Tazama mwanamke mmoja. Ufalme umekujenga hadi wako. Mfalme umekujenga hadi wako. Na umekubakisha wako. Kwa sababu ufalme ukija. Unakuja kutengeneza. Unakuja kubadilisha. Mume akaona wakawaje hawatamani. Mwanamke wa gai waka. Ufalme wa Mungu ukija. Anachukua anaanza kuona hakuna mzuri kama mke wake. Bwana haleluya. Aduri dondala moduri sio kiomwele. Ukiona ukitamani mke wako. Ufalme wa Mungu hautakuja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu ufalme wa Mungu ukija. Unafanya uwe kiumbe kipya. Unakuja kuvunja udhaifu wa Bwana Yesu asifiwe. Angekaa kama lakini wakati ukaondoa udhaifu wa Paulo ambaye alikuwa na haribu, ambaye alikuwa na destroy, akaanza kujenga ufalme wa Mungu ukija. Unafanya tuwe watu wa kutengeneza, lakini sio wa kuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Ukimwona leo moli othamakire. Mulisa ufalme. Ukurutira wera ki. Umefanyia kazi hadi wapi? Ndio vikuore ko. Kupatia kama ndo mali kugiekire. Na mwanga doke. Leo hawezi afanya. Ni mali kuweka. Yaani ulikuwa unafanya. Leo unafanyaje? Ndio dhamaki yote. Kumalisha ufalme uje. Ajabu kinasi sito. Utavuja udhaifu wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Na usikubali shetani akuhubirie. Na useme wewe utoa matokeo ya Yesu kwa sababu wakati Mungu wa Mungu amekuja katika maisha yako. Angaliage hali. Angaliage familia yenu. Angaliage udhaifu wenu. Anavuja kila yote. Anakufanya kiumbe kipya. Muulize umekuwa kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. When the kingdom comes, wakati ufalme umekuja, you become a new creature. Unakuwa kiumbe kipya. Tumezoea kusema wakati tuko ndani ya Mungu tunafanyika kiumbe kipya. Bwana alikuwa ananiuliza, kweli huo ndio mpango wangu? Amenikubalisha nifanyike. Bwana Yesu asifiwe. Kama wale ambao ndio tuwekete. Umekuwa kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Nakuke mainere. Wakiwa mlimani. Petro na Jacob. Petro na Yakobo. Na Yohana. Mara Yesu harai. Wakitazama Yesu akiona Yesu atoro. Wakaona huyu sio Yesu. Walikuwa na kitu ile. Ndio wamotolewa Yesu. Maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Kama angalia muulize. Watu wanasema huyu kuna huyu sio yule tunajua. Jambo linatendeka. Sio kama amenunua lakini udhaifu umeondoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tumwone
Mwangalie muulize. Watu wanaweza ona. Can people look from afar? Watu wanaweza kuangalia kwa umbali. Na watangaze. Sio waburu. Hakuna mahali tunaenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tukimwona Mungu. Sio mwangalie. Weekend ukisajeti. When the kingdom comes, wakati ufalme umekuja, things must change. Mambo lazima yabadilike. Mekare na ukinyezeje. Jinsi unakaa lazima. Uliohanaga. Vile ulikuwa. Ndio hapo yakadida wa mwana ndiraje hara wako isi hapa. Sio kuhusu mavazi ya mchana. Sasa mimi watore na dutie no. Pastor na saikana mwaka no vile. Akae mwaka. Ndio mwana lakini nikimtazama naona mpaka ndani yake kuna mtu mwingine kwa sababu amefanyiwa kazi na Mungu. Nami naweza fanya nguo na siwezi badilisha. Nami nakuja sana na hiyo nguo ingine. Lakini Mungu akiangalia ndani yako haoni pale ingine. Kwa sababu tunajabisha sio mkai kuhusu nguo. Tunaweza kosa mbili, lakini ndani tunafaa kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nene modo hake. Nene mtu wake. Nene modo hake. Ni mtu kila mtu wake. Za mtu anajijua. Modo marema mohinyagiri. Shari mambo yanakugandamisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. The second thing that happened, jambo la pili huwa linatendeka. Moses and Elijah appeared. Musa na Elijah mageuka. Representing the role and the prophecy. Wanasimamia unabii na Torati. Mekukire mainere. Wakiwa katika mlima. Moses and Elijah. Musa na Elijah wakakuta mahali Yesu wako. Walikuwa wanasimamia Torati na prophecy na unabii. Musa husimamia Torati. Elijah anasimamia unabii. Unabii. You cannot separate the kingdom of God with the rules and the rules. Toke operate na makiwagai na mawadho na mitaratara. No, you can't separate. So ketidokania uthamaki wa iguru na watho na mitaratara. Hallelujah. Hallelujah. Na haha niho tureire. Na hapa ndio tumepotea. Ndio tunataka tutoria kiroho. Tunajifanyaga sisi ni wa kiroho. So there is no rule and there is no rule. Utiri watho na utiri mawadho. Jesus Jakufu Petro na Yohana marona Yesu na Musa na Elijah. Yakobo Yohana wanaona kamera makire totihigaria ndeto icio kumenye. Na wanamwambia mnyamaze kwa sababu sio watu kwa bata makadeka. Lakini wakati alipaa wakaandika. Musa na netuonire Elia. Tuliona Musa na tukaona Elia. Tondo marida gutoruta atirere. Wanataka kutufundisha. Uthamaki ole wagaire. Ufalme wa mbinguni. Ni ole watho. Uko na ni ole metaratara. Na uko na Musa arogamagira. Hivyo ndivyo Musa alikuwa anasimamia. And for every kingdom, katika kila ufalme, for every kingdom has terms and conditions that must keep. Although moki owote ni uri mawatho maria mabati kuigo. Baba mira kuduire itha anyekio guo. Ati uthamaki wothe. Na mwambie ufalme wote. Ni uri metaratara. Ni uri metaratara. Na mawatho. Na Torati. Maria mafataraga kuigo. Yale yanafaa kuwekwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. And you cannot separate it with the prophecy. Na dogetidokania onafi. Dogetidokania onamaki na onafi. Dogetidokania hawezi kutenganisha ufalme na unabii. Because Jesus himself was once a prophecy. Kwa sababu Yesu wakati mmoja alikuwa unabii. Ndio hakanisa mwadhani. Nasikia hapa kanisa na Bwana. Ndio Yesu kwa wakati mmoja Yesu alikuwa onafia terere. Neko adiketo ndio ifuku ya Isaia na maandiko Isaia. Utazaliwa kijana na bikira. Kuguore
Watu walikuwa wanapaa waamini. Lakini kwa kutoamini. Ndio maana anakuja duniani. Na Wayahudi wanamkataa. Kwa sababu hawakuamini unabii. Na sio unabii tu hawakuamini. Hawakuelewa unabii. Bwana Yesu asifiwe. Wanapewa sifa. Heaven today, hata leo, heaven today, mbingu leo is still a prophecy. Ni unabii that will one day come true. Uliogakinyanira muthenya umwe. Matuinere. Mbinguni. Omothe ni onabii. Epiguo. Leo ni unabii. Na ndimwe nigatia gutweka onabii. Na siku moja itakosa kuwa unabii. Iwe kitu inadhihirika. Kama Yesu ale onabii. Kama vile Yesu alikuwa unabii. Na leo ni kitu inaonekana. Are we together? Tuko pamoja. Na kuguza makio wa Gai. Kwa hiyo ufalme wa Mungu. Akikuwa ni ongo kale. Na wewe mundu wa Gai omenye. Lazima ukiwa mtu wa Mungu ujue. Hautautenganisha na Torati. Na hautautenganisha na Torati. Bwana apewe sifa. Na akiwa ufalme utakufanyia kazi. Lazima ujue ya kwamba ufalme huu unatawala aje. Ufalme huu unatawala aje. Unasema watu wasifanye namna gani? The kingdom has rules and conditions. Udhamaki ndio lima wadha na mitaratara. Ndio uliamure. Udhamaki. Mwambia huu ufalme. Tado kale waona. Kama tado wadha na mitaratara. Kwa tado wadha na mitaratara. Tado wasi kiragi koi. Haujaziweka kwa Bwana Yesu asifiwe. Na wana moto. Na Yesu ana moto. Na wanaki. Ameokoka. Na ikiona ni adhiomaka. Na ananena na lugha. Na halio duwe wega fio. Na kitu anajua vizuri. Wadha netuo. Tuweka guo. Usifanye. Na ulionaga tugeka. Unaona tukifanya. Wakati tunafanya. Wakati tunakosa kuweka Torati. Tunajua ya kwamba. Ufalme hauwezi kufanyia kazi. Kwa sababu ufalme wa mbinguni hauwezi tenganisha na Torati na kanuni. Na ndio maana yake Musa hakukuja kwa sababu ya Yesu. Alikuja ili amuone. Petero amuone. Yohana amuone. Wajue ya kwamba msimamishi wa Torati ako uhai. Wakidhani Musa alikufa. Lakini Musa alikuwa amesimamia. Wakamenya watho wanajua Torati haijakufa. Bwana Yesu asifiwe. Waangalia mwambia Torati haijakufa. Hiyo Torati haijakufa. Penda mtu mwingine na moyo wako. Hiyo Torati haijakufa. Bwana Yesu asifiwe. Matorati zote uliambiwa wewe. Heshimu siku ya Sabato. Na uwafanye mtakatifu. Hiyo Torati haijakufa. Na ndio Musa anaonekana mlimani. Hata kama alikuwa ameshikwa mlimani. Alipotokea Yakobo na Petero. Kwa sababu alikuwa uhai. Wakajua Mungu anawakumbusha. Yeye ni Mungu wa Torati. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Mulise wewe unatimiza ngapi? Na unavunja ngapi? Ni nini ufalme wa mbinguni unafanya kazi? Tunaishi maisha ya ukushtuka. Kuna mtu anataka na ufalme wa Mungu umfanyie kazi. Wa Torati na kanuni. Lazima sikufanyie kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya roho osho. Hallelujah. Hallelujah. So where the kingdom reigns, keeping rules is not a struggle. Kuiga mawatho muting'ang'anago. Uthamaki wa igirogwo. Ufalme ukiingia tu. Kuiga watho mundu ndang'ang'anaga. Mtu hang'ang'ani kuweka Torati. Mulise unajua bali ya uthamaki utakire woka. Ufalme ukioka. Unajua ukija. Ufanyie kazi hizi na macho. Mungu akukutoa. Hauwezi sikia kitu. Lakini yeye unapewa unaona ukitoa hiyo mia utakuwa unahubiriwa na shetani unasahau. Hata ukikosa hiyo elfu haiwezi timia za makutamanio yako. Ndio tulikuwa tunaambiana asubuhi. Tulikuwa tunaambiana. Nilikuwa na harambee. Na alitoka hapa kaenda mpaka asubuhi ya kupeleka tairi yake kwa na hivi pastor wake mkubwa. Na kimao kwa hivi siku ya kutoa tairi kwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa.
Na unajua hiyo pesa yake haiko inatosha kujenga hiyo kanisa anajenga. Na leo pesa sipiga nete kanisa kwa kanisa. Na tukaulizana na yeye, eko ndo unatoa wale ni kiraiganire. Na tukaulizana kama ningepeleka singetosha. Leo morano wanagai na bado tuko hiki ya mafatano. Haujatimisha kile ulikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Tuwake na kaforute. Tunaona afadhali uye ndogo na gai. Uwe na ushirika na Mungu. Sio mtu ngeta ndo ni wa mwaki wa kanisa. Alafu muache kwa sababu ndiye atawale. Bwana Yesu asifiwe. Muangalie muangalie vizuri. Tambulisha mwaka huu nipewa bonus. Wengine hatukupewa. Ulikuwa mmekohora. Huyo kwa bosi mtu uragira niki. Tono ingimuti hokekara. Nawe adikoda komoya no ikimoria. Kinga na bana rutira gai Yesu jiriko mikamirifu. Wakati unaweza kuanza kwa Mungu siku kwa sababu na wengi wenu hawakuwa na ndio maana kile niwaambia ukweli ulio kuna mahali hamtapiga kwa sababu kile ambacho ni Bwana Yesu asifiwe. Baada kuhudhuria sianyu na kuhudhuria siagai. Hali ndio na kuhudhuria sianyu na siagai. Mafatara wanyu mwanza kutingia magoma. Toka yule kama mama nilia mafatara. Lakini Mungu anakwenda kuweka kolewe. Kwa sababu hamtaki kuwa. Bwana ni arongote. Bwana apewe sifa. Ndio moyo mwele kai yako taidi. Mwangalie mwana. Bwana njoo ndio hokesanga. Bwana najua wewe sio mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na Mungu hairo Bwana dia kirika na lemo. Kama mtu ambaye alipewa bonus. Hapo ndiko na haraka iti pastor. Alikuwa na sio pastor na sio full gospel rocket. Kiriemo. Alikuwa na pako kuletea Mungu ambaye alipewa 1000. Ambaye alipewa 10,000. Alikuwa na pako kuletea Mungu 1000. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nani sijekilia bila nile sadi. Lakini fungu ambao niliona sadi. Yale sijekiato ogia kawaida. Ilikuwa fungu ya kawaida. Sio ya mahali kuna bonus. Si complain. Kwa sababu ndio msipotoa maisha yanaendelea. Kila kinawatumisha kwa utumwa. Kwa sababu ufalme wa Mungu utakuja. Na ndio maana yake wanadamu wa wengine. Unang'ang'ana kuweka torati ya Mungu. Hapo mwezi sema amen. Haleluya. Haleluya. Nayo ndio mayako motei. Hiyo ndio ukweli wa. Ona hiyo kadi mwana na moko radhimu. Na wazo na metaratara ya gai motiraika. Odamakio yotore wazo. Na ni ole metaratara motikira. Ufalme huu uko na torati. Bwana Yesu asifiwe. Na kondori ole radhimu. Na ambaye atabarikiwa. Yule inga wazo. Na inga metaratara. Na weke torati. Kondori ya bona dhiri ya neno ida wa John. Na wakati bona. Na mwoda kohoreta. Nawe hajatoa. Na wakati mkibeka inyea mitire mafatara bake. Kwa sababu mwaka mzima Mungu amemshughulikia. Na sio kwa kukopa. Ambaye anaweka kanuni. Bwana Yesu asifiwe. Haya, imani ya dini ndio nani imeenda chini mwana moja. Bwana Yesu asifiwe. Na ile tuweka ni kwa pasta kama mwera kama. Nimwalike ito beboke kanisa wa mmoja. Kile kinaharibu kanisa. Ni kina mahani mahutugate. Kwa sababu ya uongo ya watu. Kumweleka kile kitale Biblia. Mwambie kile ambacho hakiko kwa Biblia. Kile maisha Musa akioneka. Katika mlima Musa akaonekana wazi. Alikuwa anasimamia Torati. Kwa mafatana ya Yohana na Petro na Jacob. Walikuwa wanapaa kuona Petro na Yakobo warudi kwa Torati. Ndikania wazo na mitaratara yake. Walikubusu Torati. Ili ufalme ambao wameuona na Yesu wafanyie kazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. And when the kingdom comes, na wakati ufalme umekuja, you do not struggle. Haung'ang'ani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Kitu ya tatu ilifanyika tukimaliza. Ndo wakati tuweke kitu kile. Jesus became sweet. Yesu agetika moyo na sawa. Yesu akigia samai. Mwambie mwenzako Yesu akawa mtamu. Peter wanted to put up shelters there. Yesu aligatere. Petro anasema, Mwadhani, Bwana, leke tuwake hivyo no idatu. Wacha tutenge nyumba tatu. Yako kia Musa, ya Musa na kia Elijah. Na cha Elijah. Oyasiria igogwaneke. Anasema hivyo kwa nini? Aigogwaneke. Anasema hivyo kwa nini? Tondu ole mwane ikuade kwenda kuma kirima. Kwa sababu mara moja amesikia hata kutoka kwa Mungu. Akaboneke. Izo none sia gweka ate. Sia gotora. Bwana Yesu asifiwe. Atukuma ya turatura. Haya maisha tunaishi.
moe. Sijui ama mnajua. Ila kanisa todo kuona sama. Hii kanisa haina utamu. Mtu analiale inokale. Mtu anauliza tani. Sifa za Bwana. Kwa sababu mfalme haujatufanyia kazi. Angalia mwanzo. Wapi mfalme wa Mungu ukija. Yesu na ufalme wake wanakuwa na utamu. Wakatika uwepo unachukua hali ya mtu. Kuna mtu anauliza hapa tunakolelekea. Lakini kama ufalme wa Mungu umekuja, ungetaka watumishi wa Bwana waendelee kunena hii neno, kwa sababu neno liko na utamu. Lakini nyakati tunaishi, tukiambiwa tushinde tukiwa tunaweza shinda, tukiambiwa tushuhudie tunaweza shuhudia. Lakini ikifika ni neno, ikifika ni kuhusu Yesu, tunapoeka. Kwa sababu Yesu ana utamu. Kwa nini? Kwa sababu ufalme Mungu apeana haujatufikia. Tasema mwako zote mwambie, wakati ufalme utakufanyia kazi, Yesu atakuwa mtamu. Polisa Yesu wako anatesa aje? Huwa anakuchoza. Huwa anakuboa. Na usiseme hapana na mapita. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Yesu kukuboa sio kumsema na mdomo. Mtu akikuboa tuondoe Yesu. Mimi nikimweka na pasta nitafanya nini? Najua nitakuwa ninamwona ninajificha. Amen. Amen. Toto waikara nita haha adikonjera duga matakejuke. Akienda kuniambia kitu na mwambie atakikuja. Siwezi kauli. Yani ile ikinokio ni pasta na hapo ere. Nikichoshwa na mchungaji na alibo. Uwepo wake ni ule boa. Takuwa na libo. Uko mko mtu amenya Yesu tu asama. Na hivyo ndivyo najiona Yesu. Kwa ndio akioneka. Kwa sababu ushirika wake. Akaenda kutafuta nini? Na Yesu ni hapo boy. Na Yesu alibo. Kana kwa tena tu ya gwada ke. Ama kwa ushirika. Tu ya gwada Yesu. Akaenda kutafuta Yesu. Akimwambia walioporeka na Yesu. Mwambie kanyangia hapo umekanyangia. Haleluya. Na ukikanyagira hapo ukinyeire. Na ukikanyanga hapo umeona maki wa Gai. Ujue mfano wako rutira wewe. Hakuna wakati utakufanyia kazi. Mwambie akiwa uanjani usiku. Ujue sio mmoja wa wale watakaye toka hapa wewe ni mmoja wa wale kama hawajajua utasikia ukitajwa na watu lakini hautadhihirika katika maisha yako, kwa sababu ambaye analeta ufalme hauna haja na yeye. Leo nilikubali mnichukie. Amen. Hata wakati mlikuwa mlikuwa simu mlinichengenya. Haleluya. Haleluya. Sio ngatirere nicho matikema niko mwera mai. Sijui mnaweza. So nako jokuacho kumwekana hani. Nikujoku. Hapa sio kujoku, ndio ukweli. Yesu aliyasema. Yesu akiwa mtamu. Mundu ni alirageria gothikomwe. Yesu anatamani kumtafuta. Bwana Yesu asifiwe. Yesu aliyasema. Yesu akiwa mtamu. Oiguaga gwakage thono hau ari. Unasikia kujenga nyumba mahali yako. Kana nyinyi muranyita. Kama nyinyi mnashika namna gani? Tumorolio mori ni ule wakagetho ni wakire Yesu geto. Umejenga kanyumba. Aikarage hau ole. Umejenga kanyumba akae hapo. Ndio kumwakira. Pikomo iga hau ole. Na unajua kumjengea sio kumweka hapo. Ndio yako mweza hali. Unajua ni kwenda kumtafuta. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Haleluya. Amen. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Unaona ngio mwe aikoro wewe. Mwangalie tena akikoro wewe. Wewe adore au kaka dinda mwali litare. Wewe ni mmoja wa kukuja kanisa mwezi mmoja mara moja. Ikoro wana. Na sio kungojeka. Kama goro moja. Na sio nguu imefuta. Wewe kwa unadama. Kwa mbali na ufalme. Kama kuta usamete. Na utakufa kama hauja taste. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Ikoro ya adore au kaka kanisa ya tare mopo. Wakati atuwe ni huyu wale. Wale iko wewe na
udhaifu de kwa dago anahisi akiwa mdhaifu hawezi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Udhamaki ndoye wana. Ufalme hautaona. Ukufa utakufa. Kama haujafanyiwa kazi na ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Wakati ufalme ulikuja wakiwa mlimani, Petro na kuenda kwa haraka. Hata kama hawa wengine walikuwa na hisi, akaambia Yesu, acha tujenge kanyumba yako na ya Musa na ya Elia, kwa sababu sitaki kutoka hapa, kwa sababu katika mlima kuna utamu. Tazama mwenzako mwambie wakati ufalme utakuja, au mwangalie mwambie wewe ndio utafanya uje na mkose kukuja. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. When the kingdom comes, wakati ufalme umekuja, Jesus becomes so sweet. Yesu anakuwa mtamu. Very sweet. Mtamu. Bwana Yesu asifiwe. Kimororo ndio moyo wako ni mororo kanisa mama. Muuliza wazako ni mtamu ama ni mchungu. You know, unajua this is powerful. Hii ni ya nguvu sana. When the kingdom manifested in the mountain, wakati ufalme ulidhihirika katika mlima, kijume na gekoyo kwa bloko kwa ya dumado na gedogo makaroni kiweka pasta hendelea kama kiwagai wane kile mai. Wakati ufalme wa mbinguni ulidhihirika mlima, Peter didn't think about his wife and children. Peter hakukumbuka mke wake na watoto wake. Dalili kanile yale siana. Hakukumbuka watoto wake. Leo fita tifao fita ni na mutumia ni na siana. Na ni vizuri kukwambia Peter walaika wako wagedono. Wakati alikuwa anajenga wakati katika Yesu ndakuita mutumia wake na siana. Yesu wako amebeba watoto wake. Amesahau na wao kidogo. Akasahau na biashara ya mwana biashara. Akasahau na ng'ombe zake. And Jesus became his business. Yesu akawa biashara yake. Jesus became all he wanted. Akawa kile ambacho anahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. When the kingdom comes, wakati ufalme umekuja, Jesus becomes the priority. Yesu anakuja kitu ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. When the kingdom comes, wakati ufalme umekuja, I for some time forget about miracle. Kwa mara nyingine tunasahau na miracle. Jesus comes, wakati Yesu anakuja, I sometimes forget about my husband. Nitasahau na mume wangu. Because the kingdom in the kingdom of God, Jesus must be a priority. Bwana Yesu asifiwe. When the kingdom comes, you forget a little bit about your business. Because Jesus is your priority. Bwana Yesu asifiwe. Utamaki wakale. Ukwatilagia kutua Yesu. Kendo kiabere. Yesu kitu ya kwanza. Akiwa biashara ndiyo ikiwa biashara utakuwa unaenda ushirika kwa sababu hili ya Yesu ndiyo wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. Umanawera. Ukiwa na kazi. Ukaiga mudhenyo wa guatana. Nasema hii kazi. Wanangu tunafanya nawera muno. Sitafanya kazi. Kama wa guatana dikana ohiko. Lakini masaa ya biashara sitaenda. Ndio biashara na nawera. Biashara hii na kazi. Kina madi kendo idonyo kina bwana ndio mozi. Ndio linanenea. Biashara yao ni yake. Biashara yao ni ya kwanza. Kama maana make. Yesu ni wewe hapa. Yesu ndiye wa kwanza. Wakati pale umekuja. Bwana Yesu asifiwe. What is your priority? When the kingdom came, Jesus became the priority. And Peter is telling Jesus, Toraka nyumba goko. Toreikaraga goko. Kanendera mama kiugo ali. Ndio nagatakiare haule. Ndio haneka ndeja kufure. Ikiari lia Petro waterere. Kawari gano ne toria tumia. Kawari gano ne toria siana. Kawari gano ne toria biashara. Basi omage na omoka. Haya mengine yanaweza kuja. Kwa sababu nikiwa na Yesu, haya mengine yanaweza kuja. Kwa sababu Yesu ndio hali yangu ya kwanza. Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Muulize ya kwanza ni kwako ni nini? Ndio hatuna break.
experience the kingdom of God. Because Jesus has never been our priority. Our businesses are our priority. Our work, our employment are our priority. But that is not the case when the kingdom comes. And finally, kabisa, a crowd covered them. A crowd covered them. The crowd signified the presence of God himself. Inadhihirisha uwepo wa Mungu yeye mwenyewe. Mwambia wingu likusema uwepo wa Mungu. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Mara moja wakiwa mlimani, wingu likawafunika. Hivyo ni kusema wingu wa Mungu kawafunika. Ukisoma katika Agano la Kale, Biblia hunena katika wakati wana wa Israeli walikuwa Biblia inasema mchana walikuwa wanaongozwa na wingu. Kwa sababu wingu ilikuwa inasimamia ufalme wa mbinguni. Musa alikuwa ameambia usikubali twende peke yetu. Tuambia utakuwa pamoja nasi. Mungu akaambia Musa nitaopa wingu yenu. Na wingu ilikuwa inasimamia uwepo wa Mungu. Kwa hivyo wakati wingu linawafunika, wakafunikwa na uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anapewa sifa. Asama mwenzako kidogo. Muulize. Winge kuna hii. Bwana Yesu asifiwe. Anapewa sifa. Wachana na geto. Muulize. Wako kuna wingi. Wachana na kwako. Maishani mwako. Wewe mwenyewe. Kuna wingu. Bwana Yesu asifiwe. Anapewa sifa. Without the crowd, bila wingu, other destinies are hard to reach. Mwisho wetu wale nao tulemone kumeshaka hatima yetu. Oh, sorry. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Ate agikuru hatire na itu. Akiwa hatujafika. Ile titu ya tomira Israeli makinya Kanani. Hatare iture. Makiamenya Kanani ndeko. Wakejua Kanani na unagani. Iture. Wingu. Magawa gaire. Neema ya Mungu. Ukoroho kuwa gaire. Uwepo wa Mungu. Ndeko atoma niende Elizabeth. So inafanya sivyo nikiwa Elizabeth. Yo kinye. Niende hivi. Mahali Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe. Ukoroho kuwa gaire. Uwepo wa Mungu. Ndeko atoma chikana ndege ya moraga nenga ichele. So utafanya nikalie tena ndio ninasema nikalia. Niende nihubiri mataifa. Bila wingu. I cannot get to my destination. Sitafika kwa hatima yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ulisa unaenda wapi? Ulisa utaenda wapi? Maisha yako ya kiroho inaenda wapi? Unakubila wingu. Bila uwepo wa Mungu hautafika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Mwangalie umwambie. Si Mungu kama Musa. Akupe wingu ya kukuongoza ili ufike mahali Bwana amekupangia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Najua hiyo biashara iko na Kanani unataka kuingiza. Lakini wacha nikwambie mtu wa Mungu, hiyo biashara itafika Kanani bila wingu, bila uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Nijeni hai hado toraga siana isusia kunyinanya iki. Najua kuna mahali unapeleka watoto wako lakini hautawafikisha bila wingu. Dogesikinia. Hautasimtikisha Atarena the presence of God. bila uwepo wa Mungu. The presence of God. Uwepo wa Mungu is paramount in our life. Ni kitu muhimu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Johnny. Baba John. Nijoni kwa maudu etikageria Christ. Najua kuna mambo unaamini. Nijoni aliwadaga gahado gayadaga gotoa. Kuna mahali unataka na towe kinya familia yako. Hata familia yako. Doge kinya hado hao. Hautafika pale. Without the crowd. Bila wingu. Without the presence of God. Bila uwepo wa Mungu. Hallelujah.
Ulisa unaendaga wapi? Biashara yako umetwara gako. Biashara yako upeleka. Wera wako utwara gako. Kanisa mwadhani ya Isa ndio utwara gako. We cannot go anywhere. Without the crowd. Without the presence of God. Bwana sifiwe. Yarogosho. Bwana sifiwe. Ndio msomoli odhiaga ko. Angalia mara ya mwisho muulize unaendaga wapi? Odhiaga ko. Unaendaga wapi? Jesus is a crowd today. Mwambie Yesu ni wingu siku ya leo. He is our covering. Yeye ndiye kava yetu. And our direction. Na yeye ndiye anatupa mwelekeo. Kwa Israeli. Kama vile Israeli. Mewero ine. Wakiwa nyikani. Mafataraga itumarerore. Walikuwa wanahitaji wingu hata sana. Nenda matware Kanani. Niwapeleke Kanani. Niwe Yesu abaranetio na iguru. Yameinua Yesu ameinua juu. Tumtazame. Atuhe direction. Atupe direction. Ya kule atuthia. Ya mahali tunaenda. Atotikana kinya. Hatutafika. Atariho. Kama hayupo. Turugame na iguru. Tusimame juu. As you start. Kama tunasimama. Niweka kuridhikana. Ndio kukumbuka. The kingdom of God come. Kati ufalme wa Mungu umekuja. The change of appearance happens. Mabadilisho ya dirisho ubadilika. Nguo na tabia huwa zinabadilika. Na si hii nguo ya juu ni ile ya ndani. Na nguo ya aja ni ya ndani. Utakatifu lazima uingie. Bwana Yesu asifiwe. Unamaki waka. Ufalme ukija. Ukagana watho na mitaratara. Kuja na torati na kanuni. Na mundu wetikiriti watho uthamaki umurutire wega. Tobaya na kubalisha ufalme ufanye kazi. Dasturaguraga gwathikira Ngai. Nani kuheshimu Mungu. Hĩndĩ ya uthamaki woka. Wakati ufalme umekuja. Yesu niagiaga sama. Yesu anakuwa mtana. Na gatuika priority yetu. Anakuwa priority yetu. Na ndiko ugo baba Joy agithagathaga chorus. Na ninasema hivi kwa sababu when the kingdom of God comes. Wakati ufalme wa Mungu umekuja. A crowd covers us. Wingu linatufunika. And that crowd is Jesus. Na huo wingu ni Yesu. And the presence of God. Na uwepo wa Mungu. And we go to our destination. Na tunafika hatima zetu. Only if the presence of God is there. Tunafika kwa hatima yetu akiwa uwepo huko pamoja nasi. Jesus is our covering and our direction. Yesu ni kava yetu na direction. Tukienda mbele za Bwana. Ask that the kingdom of God come. Bisa ufalme wa Mungu uje. Ukimutoreraine wako. Uje katika maisha yako. Kwa sababu ukija. You never be the same again. Hautakuwa sawa tena. Your physical life will change. Maisha yako ya halisi ya kawaida itabadilika. Your spiritual life will change. Maisha yako ya kiroho itabadilika. Your mind will be renewed. Mawazo yako itafanywa upya. Your heart will be created anew. Mawazo yako itaumbwa upya. If the kingdom come, wakati ufalme umekuja, even when people look at you, wakati watu wanakutazama, they will know something has changed. wataona kitu imebadilika. Not because you have many clothes, sio kwa sababu kuna nguo nyingi, because there are things you used to do, kwa sababu kuna mambo unafanya and you cannot do them today. na huwezi yafanya. And there are things you could not do, kuna mambo haungefanya, but now you are doing them, lakini unayafanya because it's the will of God. sababu ni mapenzi ya Mungu. Amen. Negweda kuragi mwanewe, negweda kuragi mwanewe, negweda kuragi mwanewe, goro ya kwae mudu yuke mwanani do yuke mwanani do yuke mwanani do yuke goro ya kwaeke one kwenda kwarane nawe kwenda kwarane nawe
Thank you, Lord. Asante Yesu. Nataka kuomba kidogo na watu wachache.
uko hapo na ungetaka kuona ufalme wa Mungu, ukienda kuona udhamaki wa Ngai, na wenda gukorwa ate wewe omwe wasia nini, wewe unaweza kuwa mmoja wa wale wachache matakaima theno kwa dunia hii matonete udhamaki wa Ngai metoreni kama hawajaona ufalme wa mbinguni. I already can feel Ninahisi the kingdom of God is here. ufalme wa Mungu uko hapa. And when the kingdom of God is here, Wakati uwepo huko, He releases it. anaachilia. I can feel Ninahisi there are people who need the covering of God. kuna wengine wanahitaji kifuniko cha Mungu. There are people who need the presence of God. Wengine wanahitaji uwepo wa Mungu. They want to go somewhere Wanataka kwenda mahali in their businesses, katika biashara zao, in their workplace, katika maisha yao, in the lives of their kwa children. maisha ya watoto wao. Wanataka kuenda mahali. Kama uko hapo Ikiwa uko hapo na kuna mahali unataka kwenda na kwenda hadorenda godhi na unataka kwenda na Mungu na na unataka ufalme wa Mungu kufanyie kazi, nataka urenda udhamaki wa Ngai kurutire wewe, nataka ukuje hapa. renda uke hapo, Chukua miguu yako ukuje hapa. magoro mako uke hapo, Kwa unataka kwenda mahali kwa urenda godhi hapo, na wengine tufuge macho yetu. Nataka yule tu, kuna mahali anataka kuenda. hadi marenda godhi. Oh, I can feel the presence of God here. Nahisi uwepo wa Mungu hapa. It's true that we are not worthy to carry the kingdom of God. Ni kweli sisi hatufai kubeba ufalme wa mbinguni, But He has chosen us to carry the kingdom of lakini God. tumechaguliwa kubeba ufalme wa And mbinguni. He wants you to carry the kingdom of Nataka God. ubebe ufalme. So kama uko hapa, Akiwa uko hapa, you want to go somewhere, urenda godhi hapo, ask for the covering. uliza Kuja kifuniko, tuitishe wingu. ukatuitie itu. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani rogosho. Na tena uko hapo Na gikobe hau, and you feel there is an area you're struggling in terms of sin. na kwena handu urang'ang'ana mehia-inĩ, Kwina rĩhio ng'ang'anaga narĩo kuna biũ, dhambi unang'ang'ana nayo kabisa, na nĩwĩiguaga rĩrĩ. na unahisi hii Najua tunajijua wapendwa. nijue. Kuna mahali tuna udhaifu. Kwina kundu twina ũhũthũ, Wakati ufalme ulikuja, ndio thamaki woka. Paulo hata kama alikuwa mtesi, Paulo no kwari akawa muheria, mjesi wa ufalme wa Mungu. alituika muhaki wa If you are thamaki. there and you're struggling with anything, Akiwa kuna kitu unang'ang'ana nayo, the kingdom of God is here ufalme wa Mungu uko hapa and it is reigning. na unatawala. Pokea tu na usione aibu. Umira na ndukaigue twaconoke. Let you be one of those who will Wewe mmoja wa wale ambao wataona ufalme wa Mungu. oh, before you die, Ndiye mbele yake umuri. before you die, Utanakuwa let it be na itakiwe. that you are one of those people Wewe mwale ya makono. who will see the kingdom of God. Kama ukiona maki wa Ngai. And now we are here already. Na tuko hapa sasa. Naomba uende mbele za Mungu. Enda mbele za Bwana. Kama ni mahali unang'ang'ana na dhambi, Akiwa ni hakikoni hado rani. ambia Yesu nataka nguo ya utakatifu. Wilete kuya udhama. Si ni Mungu alitubadilishia Yesu mafasi Njeri ya maguo mwadhani. wakati alikuwa kwa mkutano, Njeri ya liguru matwine. wakati Yesu alikuwa kwa mlima, Njeri ya likirima ine. alibadilishiwa mafasi na Mungu, Njeri ya kuwa ni Ngai. akapewa mafasi ya utukufu. Akiheo goshia ni. Hata wewe unaweza badilishiwa maisha, Onawe na ushenjeri ya mutu. unaweza pewa utakatifu, Unaohea uthi. unaweza pewa nguo ya utakatifu. Unaohea ukuwe Kama uthi. ndio unahitaji itise sasa, Akoni ore na kama uko hapa na kikobe na hau. kuna mahali unataka kwenda, Na heha durenda guthi. ambia Mungu ni wapi unataka kwenda, Inaka ikoni orenda guthi. na tunapoita utukufu wa Na Mungu, kwena kuruku no dha uthi. tunapoita ufalme wa Mungu, Ukutupu no dha maki wa Ngai. ufalme wa Mungu ukija, Udhamaki wa Ngai woka. utafika mahali unaenda. Nigukine kule. Endelea kwenda mbele za Yena Mungu, mbele uthi mbele ya Ngai. mwambie kile unataka, Wele kiri oreta. mwambie vile unataka. Kiri oreta. Oh, bagandigo Wakatupuzika. rigandibo Rakapoli baboshia. Rababuzika taparababosia. Rikapora mazikipa. Ragaboshima katopolosia. Riba shimba rahandorosi kataya. Kapala topozekepa. Ragabazokoto riba hayo. Ragabotokoteria mazia.
Riba zoko toporo babozika. Rapa babozike pa. Kapara babozia barahabozi. Raga bakada bazoko robo. Laba bozike palatu. Kaka kaparazi paraya. Prepara babozika pa. Kapara babozia baha. Kaka toporo bozika. Prepara babozika pahaya. Kaka para babazo. Pera mazoko toria. Kapara babozika pa. Koporo babozia. Prepara babazi. Prepara magadaba. Para babazike pa. Prepara namazia. Prepara zoko toria. Prepara magada. Prepara babozia. Prepara bababa. Para babazo. Pere babozia. Koporo babozia la hao. Poro babozike ni mayano. Leka bababazo. Pera mamazoka. Pera bababazo boroya. Peta kapara maga. Peta parazo. Peta labababa. Leba bozima hara. Loka pazoka. Karaba bozia hano. Pere bozia. Karababa. Pete teleba. Karababa si para haya. Labababa bozia. Pekata lamaga. Kalababa si. Pekata lana. Kalababa. Pere bozia. My Father, my God, let this river flow. Let this river flow in the name of Jesus. My Father, Lekapaya, Lekatolobosia, Lekaparababo, Makatalibasia, Lekaparamaga, Leposekipa, Makatopasoka, Kepalatopolo, Palabababa, Pakatalabasika, Sepalamaganda, Lekapasoka, Lepasokapa, my Father, my God, Libabosikayana, O Shatakaya, Kepalabosika, Makatapalopa, Pelahandolibazia, Nakapazokapia, Makarababozia, O Shakaragaba, Makapa, Rababosi, Pekatalababosi, Pekatakato, Makarabashika, Katapolasia, Ragabazoka, in the name of Jesus. Oh, Kapolasi, Pakatalimazika, Lakatoposia, Lababozika, Makatopozika, Ikapola Baboza, Pelakataya, Penamasopa, Likaposiaka, Kopalatoposi, Pelatemasika. In the kingdom of God, operating in power and in the strength of the kingdom of God. In the kingdom of Jesus. Ribabosika, Rikaposaya, yes, Nakaparama, Nikatoria Sikaya, Shepalababo, Shepalabosa, let your kingdom come, Lord. In the name of Jesus, my Father, my God, I declare transformation. I declare transformation. I declare, my God, let Papazuka. I declare turnaround in the name of Jesus. I declare turnaround, my Father, Rakatoposeka, the turnaround of this church. Paloboseka. Oh my God. That belongs to you. Oh, in Jesus' name. You're so good. Lord Jesus. You're so good. Release your kingdom. You are so good. Your kingdom. You are so good. Your kingdom. You are so your good. kingdom. You are so good. You are so I good. release your power. You are so the good. power of the kingdom. Oh yes. Let
Let it rain. Let take a chance. Let the kingdom reign. Let it rain. Let it build. Let it build. Let it change. In the mighty name of Jesus, I decree the power of the kingdom. I decree the power of the kingdom. And I release you in the spiritual world. May you go. May you go. May you go with your family to your destination. In the name of Jesus. Oh, Ribakandebo. Nakangayande. Rikokoko yanda. Oh, Shantara Baboseka. Shakara Babosataya. Shekapora Bibosika. Shakapora Bahando. Rikapora Siparadi. Labosipalatu. Rikaposakaya. The sick shall be healed. Labosakataya. Kapolibazika. Labosakataya. Lepakota Pasia. Ribabozikataya. Kopora Pepasi. Lobozekata. God and the presence of God, they are carrying you in the name of Jesus. We release the kingdom of God, the kingdom of God, the kingdom of God that does not know defeat. We release it now. Let it rain and let it come in power in the name of Jesus. Yes. Where she was struggling, she not struggle anymore. For the kingdom is taking charge. The kingdom is reigning. In the name of Jesus, I ask for the cover. I ask for the crowd. In the name of Jesus, the crowd and the presence of God. The kingdom of God. The kingdom of God. Rikayandebo. Rakayandebo. Makakakayandi. Rio Zayantabayando. We release the kingdom. We release the kingdom. We release the kingdom and its power, and its power, and its power. The kingdom to work, the kingdom to be manifested in this life, in the name of Jesus. Where she is going, where our children are going, we declare a cover, a crowd of the Holy Spirit in the mighty name of Jesus. I release the Spirit of God in your life. Holy Spirit, take charge. Holy Spirit, take control. That this life be lived the way you want. Let the kingdom of God come. Let they live this life. We release the kingdom of God. Oh, we release